Bwana Tajiri Mo hana utani kabisa. Ni kwamba hivi sasa ameamua kufungua pochi kabisa, ameamua kumwaga pesa za kutosha kuhakikisha kwamba wanawasajili wachezaji wa kutosha, lakini pia wachezaji ambao watakuwa na viwango bora kweli kweli kuweza kuifikisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kunako nchi ya hadi. Kama tunavyojua, maono ya mwekezaji huyo Mohamed Dewji ni kuiona siku moja klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikiweza kuinua makwapa ama ikiweza kuchukua kombe la barani Afrika, ikiwemo kombe la CAF Champions League, lakini pia bila kusahau kombe la shirikisho ambalo wameweza kukosa msimu mara baada ya kuweza kupoteza mchezo wao wa finali dhidi ya RS Berkane kutokea kule nchini Morocco. Na inasemekana sasa katika kutekeleza swala hilo ni kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba wanamtupia macho kiungo wa Barcelona B. Hapa tunamzungumzia Issa ambaye tunakumbuka kijana huyu alikuwa kule kunako klabu ya nchini Ghana. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walijiunga na Barcelona B katika mwaka uliopita. Kwa hiyo mchezaji huyu ni kama vile Barcelona wameona kwamba hatoshi ama kiwango chake hakitoshi, basi kuweza kuendelea kuchuana na baadhi ya wachezaji wengine ambao wapo Barcelona B. Ni kwamba Issa kurudi Ghana, anatarajiwa kurudi Ghana, huku scout wa Msimbazi akiripotiwa kutinga vitani kwa ajili ya kupigania saini ya kinda huyo. Na klabu ya Barcelona B ina mpango wa kumrudisha kiungo huyo mshambuliaji Abdulaziz Issa kwenye klabu yake ya Dreams FC. Tunajua klabu hii bana inapatikana kule nchini Ghana, na ni miongoni mwa klabu ambazo zina uwezo wa kutengeneza vijana wadogo ambao wanakuwa na vipaji kweli kweli. Na ni kwamba baada ya mkataba wa mkopo wa msimu mzima kumalizika, basi Barcelona wanataka kumrudisha mchezaji huyo kunako klabu hiyo ya Dreams FC. Lakini habari kutoka kwa watu wa karibu na mchezaji huyo zinadai kuwa scout wa Wekundu wa Msimbazi Simba amepewa jukumu la kufuatilia kwa ukaribu kabisa mwenendo wa Issa mara baada ya kurudi Ghana. Na taarifa hizi zimekuja mara baada ya Issa kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ghana kuelekea michuano ya Unity Cup 2025. Lakini isikutishe mchezaji huyu kuvaa jezi ya Barcelona ambayo nimekuwekea hapo kwenye picha, lakini lolote lile linaweza kutokea kwa sababu biashara bana haichagui kabila. Kikubwa mkwanja uwekwe mizani. Na kama tunavyojua ni kwamba hivi sasa Tajiri Mo Mohamed Dewji hana utani kabisa, na hii ni mara baada ya kuweza kutolewa kunako hatua ya finali. Ni kama vile amepandisha mzuka na hataki utani kabisa kwenye swala la usajili. Anataka kuleta wachezaji ambao moja kwa moja tayari wamekwisha kujidhihirisha huko walipotoka, na sio mchezaji wa kuja kupewa muda. Kwa hiyo utaona ni namna gani Wekundu wa Msimbazi Simba wapo serious kabisa katika eneo la usajili hivi sasa. Lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, upande wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe. Kisha bonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Na ili uwe wa kwanza kabisa kuendelea kupata zile taarifa zote za usajili, basi ukisha subscribe basi moja kwa moja utakuwa unapata zile taarifa zote za tetesi za usajili kwa uzuri zaidi. Na kama tunavyofahamu ni kwamba kocha Fadu David anasema kwamba project yake ambayo yupo nayo kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mpaka hivi sasa ni kama vile imefikia 50% tu. Kwa hiyo bado asilimia nyingine 50. Kwa hiyo ndio maana unaona Wekundu wa Msimbazi Simba wanahusishwa na wachezaji wakubwa barani Afrika, lakini pia nje ya Afrika. Na kama tunavyojua msimu huu Wekundu wa Msimbazi Simba wamekusanya fedha nyingi sana kunako michuano ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo pia huenda ndio kiburi kinatokea hapo, na
kuona ni namna gani wanaweza kupambania saini za wachezaji mbalimbali na bora kabisa barani Afrika. Mpaka kufikia hapo bana, nikwambie tu mimi sina la ziada, lakini cha msingi